China imetangaza ushuru wa ziada wa asilimia 34 kwa bidhaa za Marekani, hatua inayozidisha mfarakano kwenye vita ya biashara na Rais Donald Trump, ambayo imeibua hofu ya kushuka kwa uchumi na kuporomoka kwa soko la hisa. Katika mzozo kati ya mataifa hayo makubwa ya kiuchumi duniani, Beijing ilitangaza udhibiti wa usafirishaji wa bidhaa adimu na kuwasilisha malalamiko katika shirika la biashara ulimwenguni. China imeongeza kampuni 11 kwenye orodha ya adhabu dhidi ya mashirika ya kigeni, ikiwa ni pamoja na kampuni zinazohusishwa na uuzaji wa silaha kwa Taiwan, ambayo China inadai kuwa sehemu ya mamlaka yake. Ikumbukwe kuwa siku chache zilizopita, Trump alitangaza ushuru wa asilimia 25 wa magari yanayoingizwa kutoka nje, ambao ulipingwa vikali na washirika wa kibiashara wa Marekani. Trump alisema ushuru huo wa magari na vipuri vya magari yanayoingizwa kutoka nje utarudisha fedha kutoka kwenye nchi za kigeni ambazo zimekuwa zikiipora Marekani nafasi za kazi na utajiri. Tangazo hilo la rais wa Marekani lilipokelewa kwa shutuma na maneno yanayoonyesha wasiwasi kutoka kwa washirika wakuu wa biashara wa Marekani, ikiwa ni pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya, Kanada na Japan. Baada ya rais wa Marekani kutangaza ushuru wa asilimia 25 utakaotozwa magari yote yanayoingizwa nchini Marekani kutoka nchi za nje, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Guo Jiakun, alisema hakuna mshindi katika vita ya kibiashara au vita ya ushuru. Haijawahi kutokea nchi ambayo imepata maendeleo na kustawi kutokana na hatua za kuweka ushuru baada ya ushuru. Hatua za Marekani zinakiuka sheria za Shirika la Biashara Duniani, WTO. Vilevile zinadhoofisha mfumo wa biashara wa kimataifa unaozingatia sheria na maslahi ya pamoja ya nchi zote, lakini pia hazina manufaa na hazitatui matatizo ya nchi yake. Msemaji huyo aliongeza kuwa hatua hiyo ya Trump inakuza vita ya kibiashara ya kimataifa ambayo alianzisha mara tu aliporejea katika ikulu ya Marekani mwaka huu.